Niko kwenye huduma sasa nadhani si mwaka 17 ama 18. Lakini kitu ambacho nilikataa kuongoza watu ambao unawalazimisha. Kama unakuja kanisani, njoo kwa sababu unapenda, unakuja kwa hiari yako mwenyewe. Kama umeamua kuiba, kama umeamua kuomba, kama umeamua kutoa, kama umeamua kwenda kuchuria, fanya kwa moyo wako wote na kusimamisha, sio kwa kulazimishwa. Kwa sababu ya kulazimishwa ama kulazimishana haileti matunda yoyote katika ufalme. Nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema anza mwaka mpya na Bwana, anza mwaka mpya na Bwana. Tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, na mstari tunaosimamia ni Zaburi ya 105 mstari ule wa 4, kwamba mtafuteni Bwana, mamtakeni Bwana na nguvu zake, takeni uso wake ama utafuteni uso wake siku zote. Yako mambo kadha wa kadha tumekuwa tukiangalia, lakini kubwa tunaloangalia hapa ni umuhimu wa kuhakikisha kwamba Bwana pamoja na nguvu zake anashiriki katika mambo yote ambayo unakusudia kuyafanya katika maisha yako. Na lengo letu ni kwamba mwaka unaofuata, mwaka huu mpya ambao umebakiza siku chache kuingia, tuingie tukiwa tunajua basi namna gani ambavyo katika mwaka mzima tutakuwa tukimshirikisha Bwana katika mambo mbalimbali yanayohusiana na maisha yetu, mambo mbalimbali kila siku yanayohusiana na maisha yetu. Kumbuka lengo na makusudi ya vipindi vya neema na kweli ni kusaidia wewe uweze kufikiri kama Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kufikiri kwako kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako, na kuamini kwako ndiko kunakomruhusu Mungu na ufalme wake kuja kutenda kazi na kutimiza mapenzi yake katika ulimwengu wa damu na nyama. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram natenda kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, nao ukaungwa kwenye grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242 0789500242. Baada ya kusema hayo rafiki, basi napenda nitoe shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, na kwamba umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Nasema asante sana kwa upendo wako, asante sana kwa uaminifu wako. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wazaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Neema ya Kristo izidishe kwako sana sana. Na mwisho namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na hivyo kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi wanaweza kufikiwa. Kumbuka unapojitoa kwa mali zako na nguvu zako kwa ajili ya Bwana, maana yake ni kwamba unafanikisha watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Wewe ndio unayetuwezesha pia kwamba tunaweza kutoa mafundisho haya kila siku bure pasipo kuchaji gharama yote. Ni kwa sababu ya watu kama ninyi ambao mnafanya kwa upendo. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Baada ya kusema hayo, nataka tupige hatua sasa. Kama nilivyosema, tulikuwa tunachambua tunaangalia maelekezo ya Mfalme Daudi kwa mwanae Solomon. Na tuliangalia Nyakati wa kwanza mlango wa 28 na mstari wa 9. Kama ukumbuki nikukumbushe kidogo kwamba Daudi alikuwa anatoa maelekezo kwa mtoto wake Solomon. Solomon alikuwa ameachiwa kazi ya kujenga hekalu, na nikakwambia maandiko yanaonyesha wazi kwamba vifaa vyote vilivyokuwa vikihitajika kwa ajili ya ujenzi wa hekalu Daudi tayari alikuwa amekwisha kuviandaa.
Kwa Solomon hakuchukua hata shilingi moja kutoka katika mfuko wake, wala hata shilingi moja kutoka katika hazina ya kipindi chake cha utawala. Vyote vilivyohitajika kwa ajili ya ujenzi wa hekalu baba yake alikuwa ameshaviandaa, lakini pia watendakazi pia baba yake alikuwa amekwisha kuandaa. Wasimamizi wa kumsaidia kusimamia hiyo kazi pia baba yake alikuwa amekwisha kuandaa. Pamoja na hayo, baba yake anamwambia Solomon, mwanangu, hakikisha umemjua Mungu wa baba yako, hakikisha umemshirikisha, umemtafuta ili akusaidie. Anamwambia ukimwacha huyu Mungu, ukikataa kumshirikisha, na yeye atakukataa. Sasa ni sentensi ya muhimu sana, ni sentensi ya muhimu sana. Na narudia tena, kumbuka wewe na Bwana ni roho moja, na hatuzungumzie kumtafuta Bwana katika roho yako, lakini tunazungumza kwamba kumshirikisha. Na ili uweze kumshirikisha, ndio maana anahitaji moyo wako pamoja na nini na nafsi yako. Kwa hiyo tukaenda nikasema kumtafuta Bwana maana yake nini. Tukaona kwenye Kumbukumbu la Torati 4 mstari ule wa 29. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 29, Musa anawaambia wana wa Israeli, lakini huko kama mkimtafuta Bwana Mungu wako, ukimtafuta Bwana Mungu wako utampata, ukimtafuta kwa moyo wako wote na nafsi yako yote. Sio roho yako, nafsi yako yote. Ni muhimu sana ukalelewa hilo. Ukisoma pia tukienda kwenye Isaya ngapi? Isaya 55 na mstari ule wa 6. Isaya 55 na mstari ule wa 6. Anasema hivi, 55 na mstari ule wa 6. Anasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Alafu tukienda kwenye Yeremia mlango wa 29 na mstari wa 13, anasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Sasa nataka nizungumze kidogo kuhusu habari ya moyo hapa. Kama tulivyoona, anasema unamtafuta kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote. Nikakwambia kwenye nafsi kuna fikra, kuna hisia, kuna maamuzi. Sasa ni muhimu sana, na ndio maana ukisoma kwa mfano kwenye nini, kwenye Isaya 26 na mstari ule wa 3, anasema kwamba yule ambaye akili yake imemwelekea Bwana, anasema kwa Kiingereza, anasema you'll keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, kwamba utamweka na kumtuliza katika amani yule ambaye fikra zake zimeelekea kwako. Kwa hiyo sio tu kwamba Mungu anataka umtafute kwa moyo wako wote, lakini pia anataka umtafute kwa nafsi yako yote. Kwa lugha nyingine, anataka moyo wako na nafsi yako, kwa sababu ngoja nikwambie kitu kimoja, nafsi ndo kuna hisia, na hisia zako zikivurugika zikawa hasi, ndio pale ambapo mtu anachanganyikiwa, hataki hata kusikia neno la Mungu, anatafuta ufumbuzi katika damu na nyama. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana hisia zako zikawa ziko shwari, zikawa ziko katika amani, zikawa ziko chanya kuelekea kwa Mungu. Nje ya hapo utavurugikiwa. Ni hivi, hisia zako zikiwa hasi, kwa Kiingereza tunasema negative, ni dhahiri utavuta mambo mabaya katika maisha yako. Na hisia zako zikiwa chanya, positive, ni dhahiri utavuta mambo mazuri katika maisha yako. Tutazungumza hayo huko mbele. Kwa hiyo hichi anachokizungumza ndio hicho. Sasa kwa nini anasema umtafute kwa moyo? Na kwa nini tukienda kwenye Kumbukumbu la Torati ile 1:28, Daudi anamwambia mwanae kwamba Bwana uchunguza moyo. Tutende Kumbukumbu la Torati tena, Mambo ya Nyakati wa kwanza 28 na mstari ule wa 9, alafu niruhusu nisome kwenye tafsiri ya SUV, alafu nitasoma kwenye tafsiri ya Neno. Anasema, nawe Solomon mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana utafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikira. Umeona hiyo? Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Neno anasema hivi, nawe Solomoni mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa kujitoa kwa moyo wote na kwa nia ya kumkubali, kwa maana Bwana huchunguza kila moyo na kujua kila kusudi la kila fikra. Sasa kuna wengine labda hatujui hili. Ukisoma Biblia
utaona Bwana Yesu alituelezea kwamba wazo lolote, tena nikakuonyesha tena kwenye Mathayo 13, wazo lolote ama wazo lolote linapokuja kwa mara ya kwanza, wazo lolote linapokuja kwa mara ya kwanza, break yake ya kwanza ni katika moyo wako. Anasema hivi, sikia Mathayo 13 mstari wa 19. Anasema kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe, huja yule mwovu akalinyakua lilipopandwa moyoni mwake. Huyu ndiye aliyepandwa karibu na njia. Kwa hiyo anasema neno kabla halijaingia ama wazo ngoja niende taratibu. Wazo, nikiwa mimi nina wazo nataka kukupa, nina wazo, ili niweze kuliwakilisha hilo wazo kwako natumia maneno, naliongea. Tunaenda sawa? Sasa kwa hiyo Bwana Yesu anasema neno au wazo linapokuja, break ya kwanza ni kwenye moyo wako. Alafu anasema hilo wazo ambalo limekuja kwa njia ya neno ama kwa njia ya wazo, haijalishi, utakapolielewa linabakia kwenye moyo, usipolielewa linaondoka. Lugha nyingine nyepesi ni hii: hilo wazo ukilikubali linabakia, usipolikubali linaondoka. Tunaenda sawa mpaka hapo? Sasa kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba Mungu pamoja na Ibilisi wote wanapozungumza na wewe, mawazo yao yanaenda moja kwa moja, ama neno la Bwana, maneno la Ibilisi linaenda moja kwa moja kwenye moyo wako. Ndo break ya kwanza. Ukilikubali hilo wazo, hilo neno linabakia. Ukilikataa hilo wazo, hilo neno linaondoka. Na kwa maana hiyo sasa, Bwana naye anapofanya maamuzi, yeye anaangalia kwenye moyo, kwa sababu kwenye moyo kama nilivyokueleza ndio sebuleni, ndo sehemu ambayo wewe na Bwana mnakutana. Yeye ni roho na wewe ni roho, ni sehemu ambayo wewe na yeye mnafanyia maamuzi, na moyo wako ndio mlango unaoruhusu ulimwengu wa roho kuja kutenda kazi katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa hiyo unapomtafuta, ndio maana neno lasema unamtafuta Bwana kwa moyo wako wote, unamtafuta Bwana kwa nafsi yako yote. Sio tu moyo wako, lakini unahakikisha kwamba fikra zako, hisia zako na maamuzi yako yametulia mbele za Bwana. Sasa inawezekana unanisikiliza, mara ngapi umetaka kuomba kufanya ushirika na Bwana alafu ukavutiwa na kipindi cha television zaidi kuliko kwenda kufanya ushirika, ama ukavutiwa na kuangalia Instagram na Facebook zaidi kuliko kufanya ushirika, ama ukasikia kiu ya kwenda kumtembelea fulani kuliko kujitega, and so on and so forth. Kuonyesha kwamba ni kwamba kuna ushindani wa kutaka kuwa na udhibiti wa moyo wako, kwa sababu moyo wako ndio mlango unaoruhusu ulimwengu wa roho uje utende kazi katika damu na nyama. Mungu ambaye ni roho na Ibilisi ambaye ni roho, wote wanahitaji moyo wako, kwa maana ya kuamini, ili mapenzi yao na matakwa yao yaweze kutimizwa katika damu na nyama. Kwa hiyo tunapozungumzia kumtafuta Bwana, tunazungumzia kumtafuta Bwana kwa moyo, ama kwa lugha nyingine kwa kumaanisha. Sasa kuna vitu vichache ni kuonyeshe, alafu tutapiga hatua. Je, niangalie muda ninao. Twende kwenye Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza mlango ule wa 16. Tuna story hapa ya nabii Samueli ameambiwa aende nyumbani kwa Yese, kwa maana Bwana amejitwalia ama amejipatia mfalme. Sasa mstari wa kwanza anasema, Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ukiwa mimi nimemkataa asiwamiliki ama asiwaongoze Israeli? Ijaze pembe yako mafuta uende, nami nitakupeleka kwa Yese, nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Sasa Samueli akasema, mwawezaje? Ukesuri endelea ndefu, lakini nataka turuke kwa ajili ya kuokoa muda, twende ule mstari wa 6. Kwa watoto wameletwa wa Yese, anasema mstari wa 6, ikawa walipokuja alimtazama Eliabu akasema, yakini masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. 7,
Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Sasikia pointi inayofuata. Bwana huwa haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Sasa nikifundisha huwa nasema hivi kwamba Bwana anafanya maamuzi kwa kuangalia yaliyoko ndani ama katika moyo, na binadamu anafanya maamuzi kwa kuangalia mazingira yake. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, binadamu anafanya maamuzi akiongozwa na milango mitano ya fahamu nje. Bwana anafanya maamuzi kwa kuangalia kilichoko kwenye moyo. Na kwa mantiki hiyo basi, ukitaka kutenda kazi na Bwana, ukitaka kushirikiana na Bwana, ukitaka ufike mbali na Bwana, maana yake nini? Maana yake ni kwamba lazima ujifunze kujua kwamba yeye anafanya maamuzi kwa kuangalia moyo na wala sio kuangalia nje. Ndo maana kwa mfano unaweza ukatoa ushuhuda kanisani, alafu ukawaambia watu namtukuza Mungu kwa kweli kwa ushuhuda, lakini lengo, kusudi la moyo wako la kutoa huo ushuhuda ni ili watu wakusifie. Bwana anaona hilo. Kwa wakati watu nje watakuwa wanasema I say, Bwana anaona ndani mwako nia yako ni ovu. Nia yako ni wewe usifiwe na utukuzwe na sio Bwana. Sasa hana shida na wewe kusifiwa na kutukuzwa, lakini usidanganye. Usitaka kusema kwamba unataka kumpa Bwana utukufu ili hali unataka watu wakutukuze wewe. Ni muhimu kalielewa hilo. Na wala sio hivyo tu. Watu wengi wanapata shida, wanatafuta Mungu ashirikiane nao katika mambo mbalimbali, na Mungu akija katika mioyo yao, mahali ambapo ndio mlango unaoruhusu ulimwengu wa roho kukutana na ulimwengu wa damu na nyama, akiangalia kwenye moyo anakuta neno lake alipo. Ngoja niigeuze niseme kwa lugha nyepesi. Bwana Yesu alivyofundisha kuomba alisema hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Kwa lugha nyingine, mapenzi yako yatimizwe katika damu na nyama kama ilivyo katika ulimwengu wa roho. Mapenzi yako yatimizwe katika ulimwengu wa damu na nyama kama ilivyo katika ulimwengu wa roho. Sasa kama ndio hivyo, mapenzi yako yatimizwe katika ulimwengu wa damu na nyama kama ilivyo katika ulimwengu wa roho, maana yake nini? Maana yake ni kwamba ufalme wa Mungu, ili uweze kutimiza mapenzi ya Mungu katika damu na nyama, lazima ukute neno ambalo ndio mapenzi ya Mungu katika moyo wako. Kwa lugha nyingine, lazima wanapoangalia katika moyo wako, Roho Mtakatifu anapoangalia moyo wako, akute wewe umekubaliana na kile ambacho Mungu amesema. Ndio maana Bwana anasema, nimempata Daudi mwana wa Yese, mtu ambaye anaupendeza moyo wangu, mtu ambaye atatimiza mapenzi yangu yote. Kwa lugha nyingine, wanakuja wanaangalia ndani ya moyo. Je, ndani ya moyo wako unakubaliana na kile ambacho Mungu amesema? Ufalme wa Mungu, serikali ya Mungu, Roho Mtakatifu akikuta kwamba katika moyo wako unakubaliana, umeshawishika na kile ambacho Mungu amesema, maana yake ni kwamba sasa Roho Mtakatifu ama ufalme wa Mungu anakuwa na kitu kinaitwa jurisdiction, anakuwa na uhalali wa kisheria wa kutenda kazi katika ulimwengu wa damu na nyama kwa niaba yako. Maana bila moyo wako kushawishika, Roho Mtakatifu ama ufalme wa Mungu unakuwa hauna uhalali wa kisheria kutenda kazi katika ulimwengu wa damu na nyama. Vivyo hivyo na ibilisi naye lazima akute kwamba ndani ya moyo wako umeshawishika na kile alichokisema, unakubaliana naye, ndipo anapata uhalali wa kutenda hayo anataka kuyatenda katika ulimwengu wa damu na nyama. Ndio maana wazo la Mungu ama wazo la ibilisi, break ya kwanza ni kwenye moyo wako, lengo likiwa ni kukushawishi. Tunaenda sawa sawa rafiki? Ni muhimu kalielewa hilo.
Kwa hiyo wakati Samueli amekwenda nyumbani kwa Yese, anavyomwona Eliabu, nabii Samueli anatumia milango mitano ya fahamu. Anaangalia, anasema bila shaka umbile lake huyu anafaa kuwa mfalme. Bwana anasema usimwangalie huyo, mimi nimemkataa. Bwana haangalii nje kama binadamu angaliavyo. Bwana anaangalia ndani katika moyo. Kwa lugha nyingine, Bwana hafanyi maamuzi kwa kuangalia nje. Bwana anafanya maamuzi kwa kuangalia katika moyo. Mwanadamu anafanya maamuzi kwa kuangalia nje, kwa kuangalia mazingira yake. Mungu anafanya maamuzi kwa kuangalia moyo wa mtu. Je, kwenye moyo wako atakuta neno lake? Atakuta kwamba umekubaliana na kushawishika kabisa na neno lake? Hilo ndo la muhimu rafiki. Ndio maana Bwana Yesu akasema kwenye Marko 11:24, kwa sababu hiyo yoyote myaombayo mkisali, aminini kwamba mmeyapokea. Wapi? Umepokea kwenye moyo wako, nayo atakuwa yenu. Kwa lugha nyingine, hicho kitu unachokitaka kutoka kwa Bwana, kama hakipo katika moyo wako, ufalme wake hauwezi kukidhihirisha katika damu na nyama. Tunaenda sawa rafiki? Kwa hiyo ndio maana unapomtafuta Bwana, unamtafuta Bwana kwa moyo wako wote. Kwa nini kwa moyo wako wote? Kwa sababu kwenye moyo ndipo sehemu makutano, ndipo ambapo Mungu na ufalme wake anapata uhalali wa kisheria, jurisdiction ya yeye ambaye ni roho kuja kutenda kazi katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa hiyo ndo maana ukisoma kumpenda, anasema mpende Bwana kwa moyo wako wote. Mtafute Bwana kwa moyo wako wote. Fanya chochote unachokifanya, fanya kwa moyo wako wote. Kwa nini? Kwa sababu moyo ndio ufunguo wa kila kitu. Hicho kitu, kama moyo wako hujashawishika na kile ambacho Mungu amesema, ama hujashawishika na kile ambacho Ibilisi amesema, kwa sababu wote hao wawili ni roho, hakiwezi kutimia katika ulimwengu wa damu na nyama. Naenda taratibu ili tuweze kuelewana. Kwa hiyo Daudi anamsisitiza mwanaye. Turudi tena kwenye Nyakati wa Kwanza 28 mstari wa 9. Angalia Daudi anavyomwambia mwanaye, nawe Solomon mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu, ama kwa moyo wako wote, na kwa nia ya kumkubali ama kukubaliana na neno lake, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Sijui kwa napata rafiki ninachokizungumza hapa. Kwa hiyo kushinda na kushindwa ni katika moyo. Uwepo wa Bwana na nguvu zake unaingizwa kazini kupitia moyo wako. Ndio maana kwa mfano akasema, tuko kwenye Nyakati wa Pili, Nyakati wa Pili mlango wa 16 na mstari wa 9a, anasema hivi, kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Sikia kwenye neno anavyosema, anasema kwa kuwa macho ya Bwana hukimbia duniani kote, ili kujionyesha mwenye nguvu kwa ajili ya wale ambao mioyo yao inamtegemea kwa ukamilifu. Kwa hiyo rafiki, ushiriki wa Mungu, ushiriki wa Bwana katika maisha yako ni kupitia moyo. Kwa hiyo tunapozungumzia kumtafuta Bwana, tunazungumzia ni katika moyo wako, na kuhakikisha kwamba katika nafsi yako, kwa maana ya fikra zako, maamuzi yako na hisia zako, nazo zimejituliza kwa Bwana. Sasa wengi hawalijui hili. Tunahangaika na nje. Lakini Bwana akija kwenye moyo wako, umeshawishika na nini? Na hilo alilolisema katika neno lake. Umeshawishika na mapenzi yake. Unachotafuta, unatafuta kutimiza mapenzi yake katika biashara yako. Unasema okay, mapenzi ya Mungu katika biashara yako nini? Biashara yangu nini? Mapenzi ya Mungu katika biashara yako nini? Mapenzi ya Mungu katika biashara yako ni wewe ubarikiwe. Maana yake ni kwamba wewe biashara yako kuzaa sana, kuzidi kuongezeka, kujaa, kutiisha na kutawala. Kumbuka, baraka ya Bwana kazi yake nini? Kuzalisha, kujaza, kuzidisha, kujaza, kutiisha pamoja na kutawala.
Kwa hiyo mapenzi ya Mungu juu yako ni kuona baraka yake inafanya kazi, lakini baraka yake haifanyi kazi kama wewe hujashawishika na kile ambacho amekisema kuhusiana na hilo jambo. Sio kama tunaenda vizuri rafiki? Ni muhimu kalielewa hilo. Ndio maana tunavyozungumzia kumtafuta Bwana, anasema ukimtafuta kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote, anapatikana. Anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Na narudia tena, kwenye roho yako wewe umeungana naye. Hapa anachozungumzia ni katika moyo, makutano ambao ndio mlango unaoruhusu ulimwengu wa roho kuja kutenda kazi katika ulimwengu wa damu na nyama. Inaanza kuja rafiki. Unasema okay, kama naipatapata ni vyema ukaipata, sio nje, sio eka zako, umenena kwa lugha, umepiga kelele, umepasua kwenye moyo. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.